Kwingineko mtazamaji, zoezi la kukusanya maoni ya umma kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2025-2026 linatarajiwa kuanza rasmi kote nchini likiongozwa na wabunge. Mswada huu unajiri mwaka mmoja baada ya Kenya kushuhudia maandamano makubwa zaidi yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z waliopinga baadhi ya mapendekezo yaliyokuwa kwenye mswada wa fedha wa mwaka uliopita. Katika kaunti ya Nyeri, mwanahabari wetu Clement Masombo amepatana na vijana ambao wanazungumza kuhusu matarajio yao na iwapo wana imani kuwa mswada wa fedha wa mwaka huu utakuwa bora kuliko wa mwaka uliopita. Clement, hali ikoje katika kaunti ya Nyeri, na je, vijana wana kauli gani? Naam, shukrani sana Gakunga. Ni kweli kwamba takriban mwaka mmoja hivi tangu taifa la Kenya liliposhuhudia maandamano makali zaidi yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z wakipinga ule mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025. Tumefikia tena huo wakati ambapo saizi tayari bunge la taifa lishachapisha ule mswada na zoezi la kuchukua maoni ya umma linatarajiwa kuanza rasmi katika maeneo tofauti tu ya taifa. Na watu kadhaa wakiwemo vijana, wanaharakati, wataalamu kutoka taaluma mbalimbali, kutoka sekta mbalimbali pia wamesikika wakitoa hisia zao kuhusu mswada wa fedha wa mwaka huu, mwaka 2025 mwaka 2026. Na sasa hapa katika kaunti ya Nyeri, sasa nataka nijiunge na vijana ambao wako hapa tupate tu hisia zao na kauli zao kuhusiana na mswada huu wa mwaka huu 2025-2026. Uanze na kujitambulisha jina lako, na je, umesoma ule mswada ambao tayari ushachapishwa, na ni kipi ambacho umedokeza kutoka kwa huu mswada? Asante sana Clement. Kwa majina ni Lawis Brown Mathenge, mwanarika katika kaunti hii ya Nyeri, na mwanarika ambaye anawania kuwa mwakilishi wa ward ya Kamako Mokaro. Na kusema mimi nimesoma mapendekezo ambayo yako kwenye mswada wa fedha wa mwaka huu, na kitu ambacho mimi kama mtu kutoka mimi kama kiongozi kutoka kaunti ya Nyeri na hasa Kamako Mokaro, kuna kipengele ambacho mimi nilikiona na ningependa kusema hii mambo ya kutoa mambo ya chakula ya mifugo kutoka zero rated kuipeleka kwenye tax exempt. Ni vizuri tujue kuwa wakipeleka huo mswada na upite, wakipeleka hiki kipengele na kipite, ni kumaanisha kuwa asilimia ya fidia ya wanaotengeneza vyakula hivi vya mifugo, ni kumaanisha watakuwa na faida kidogo. Ni kumaanisha hiyo ni kumaanisha kuwa wataongezea bei, na hiyo ni kumaanisha pia wakulima kutoka Kamako Mokaro hawataweza kuwa wakipata vyakula vya mifugo kwa pesa ambayo tumekuwa tukipata. Kwa hivyo ni kumaanisha wataongeza bei. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha watu kutoka Kamako Mokaro na Nyeri kwa jumla, ni kumaanisha pesa ya kununua ama bei ya vyakula hivi vitakuwa vikienda juu. Kwa hivyo hiyo ni mambo ningependa ibaki kwenye ile zero rated, hiyo ambayo inajulikana kama kiwango sirufi, ibaki hapo. Na pia niambie hao wawakilishi wabunge ambao kazi yao ni kuwakilisha, tukiona ule mwaka mwingine ni kuwa tuliwaambia mambo ambayo sisi tungetaka, lakini walienda na kupitisha mswada wa mwaka uliopita. Kwa hivyo tungependa kuwaambia kuwa wakati huu watusikize, na kama tunavyojua public participation itakuwa huku siku ya Ijumaa. Sisi tutajitokeza kama vijana, tuende tupeane mapendekezo yetu yote, na ningependa pia kutoa ilani kwa wabunge wetu, na niwaambie Mswahili hakukosea aliposema maskini kapata matako kalia bwata na ashakumsima tusi. Kwa hivyo wasikize mapendekezo yenye tuko nayo, na hiyo ndio mambo tungetaka sisi kama vijana wakuwa wakizingatia. Asante sana. Naam, shukrani sana. Karibia hapa dada, tueleze jina lako nani, na je, wewe utajitokeza kushiriki katika lile zoezi la kutoa maoni ya umma, na iwapo utafika, basi wewe ni mapendekezo gani ambayo unaenda nayo pale? Asante. Okay. Jina langu ni Maureen Gashau. Kwanza nachukua hii fursa kuomba kubali nitumie lugha ya Kimombo. Sasa endelea tu. Asante.
I will participate in the public participation for Finance Bill 2025-2026. And my expectation for that public participation is that our views are honored and the public participation to be effective and efficient. Thank you. Yes. Labda ni matarajio gani wewe ukifika pale, ama ni mapendekezo gani ambayo utawasilisha kutokana na ule mswada ambao tayari saizi umechapishwa? Mswada ambao umechapishwa kwa sasa, for you to understand the Finance Bill 2025-2026, you have to understand the Finance Bill 2023-2024 because it is an amendment bill. So I'll have to understand it from that point of view. Okay. Yes. Shukran sana. Karibia hapa ndugu, tueleze jina lako nani na je, hili zoezi la kuchukua maoni ya umma linaendelea kwako kama kijana, pengine unaona kwamba ni umuhimu gani wako kushiriki kwenye hilo zoezi la kutoa maoni na kuchangia mapendekezo yako kwenye huu mswada wa mwaka 2025-2026? Kweli, kwa majina yangu ni John Derito Mwai, mwaniaji kiti ya Member of County Assembly hapa mjini Nyeri Rware. Mapendekezo yangu ni kwamba raia inafaa hamasishwe sana kuhusu civic education, na ndio maana tuweze kutetea haki zetu. Na niambie raia kwamba tutapatana pale Nyeri, tutapatana pale katika jumba la Cultural Hall, and we are very ready for Friday. Tuone ni mapendekezo gani na wananchi waweze kuelewa ni yapi yaliyo katika Finance Bill 2025-2026. Na nyinyi kama vijana kaunti ya Nyeri mmechukua jukumu gani kuhakikisha kwamba labda raia, wale wazazi wetu pengine pia wanashiriki kwenye hili zoezi na wanaelewa vilivyo huu mapendekezo yaliyo kwenye ule mswada? La kwanza, wanaotengeneza hizi documents za Finance Bill wanatumia kizungu, sijui tutalita kizungu hilo aje kizungu konk, yani hadi yule raia wa kawaida hataweza kuelewa ile document. Lakini sisi kama vijana tutafanya hiyo kazi na tuweze kwenda ku disseminate hiyo information pale tukirudi kwa mitaa yetu. Ndio. Naam, shukrani sana. Tumalizie na huyu dada hapo, tueleze jina lako nani na umejitayarishaje kuhusu hili zoezi la kuchukua maoni ya umma kuhusu huu mswada wa fedha? I'm Wajiko Kimani, resident of Nyeri Town constituency, Rware ward. This Finance Bill 2025-2026 need to be done a lot of scrutiny. I think youth there need to do a lot of, they need to scrutinize because my expectation about this finance bill is I am hoping that there will be no introduction of new taxes, because the government should, their primary focus should be lowering the taxes because of the citizens who are experiencing financial constraint. Another thing I am expecting about the Finance Bill 2025-2026, I am hoping that the government will reduce the massive spending. Initially, they used to have massive spending. I am hoping they look for a way to reduce the spending. Another thing, and my last point, is the government. I am expecting them to look for a tax. There is a lot of tax cheating. So I would urge the government to look for loophole so that we can fight those cartels. And this will need a lot of data analytics and a lot of audits so that we can have the cartels referred. So that is my sincere hope about the finance bill. I'm yet to finish the reading, but I am still, maybe on Friday we are having a public participation. I am urging every youth, every Nyeri Town youth to come out so that we do the public participation. Thank you so much. Naam, shukrani sana. Bila shaka umesikia kutoka kwa Wanjiku, Nderitu, Mori na vile Lawis pale wakitoa maoni. Hao tu ni baadhi ya vijana kaunti hii ya Nyeri ambao wamejitokeza, na pia wametoa wito kwa vijana wengine wajitokeze kwa wingi, na Wakenya kwa jumla jitokeze pia kushiriki katika hili zoezi la kutoa maoni ya umma na kutoa mapendekezo yao kuhusu nini ambacho pengine wangependa kiwe kwenye ule mswada na nini ambacho hawangependa kiwe kwenye ule mswada. Na pia wanatoa wito
kwamba maoni yatakayochukuliwa, maoni yatakayotolewa na wananchi yazingatiwe, ndipo tusifike mahali kama ambapo tulikuwa tumefikia mwaka uliopita, ambapo tuliona Wakenya walijitokeza kwa wingi zaidi kupinga ule mswada ambao ulikuwa umeidhinishwa na bunge. Kwa hivyo hii ni taarifa ambayo sisi tutazidi kufuatilia katika siku kadhaa za hili juma hadi siku ya Ijumaa ambapo maoni yatakuwa yanatolewa rasmi. Gakunga. Asante sana mwenzangu Clement Masombo.